Habari, naitwa Diana Rose Alfred Roemam, ni mkurugenzi taasisi ya Boys Initiative Tanzania. Taasisi yetu imejikita na masuala mazima ya mtoto wa kiume na mwanaume. Lakini kwa siku ya leo tuko hapa kwa ajili ya siku ya mtoto wa kiume duniani ambayo inaadhimishwa kila mwaka tarehe 16 mwezi wa 5, na leo hii tumefanya maadhimisho haya katika shule ya msingi Kibonde Maji tukishirikiana na shule ya Kizuiani. Lengo kuu ni kuhakikisha watoto wa kiume wanabaki shuleni, wanasoma kwa bidii, wanafaulu mitihani yao na kutimiza malengo. Hivyo tulikuwa na debate, mdahalo ambao unahusiana na watoto wa kiume peke yake, kutuambia changamoto ni nini, kwa nini wanaacha shule, kwa nini hawafanyi vizuri katika masomo yao, they are not competent, lakini kwa nini hawatimizi malengo yao. So tumefanya debate na tumepata changamoto ambazo wametuambia, lakini pia tumepata changamoto kutoka kwa walimu wao, kwa nini kuna haya matatizo yanaendelea katika shule hasa za msingi hapa nchini kwetu Tanzania. So tumekubali, tumepokea pamoja na mgeni rasmi ambaye tulikuwa naye, mwakilishi wa meya mstahiki wa wilaya ya Temeke. Tumeona ni kwa namna gani kuna tija na kuna umuhimu wa kuendelea kufanya jambo hili kwa kila siku, kila wakati, ili watoto wa kiume waweze kuendelea kuwa sawa, shule, kusoma kwa bidii, kufaulu na kutimiza malengo yao. Kwa hiyo tumezipokea changamoto, na rai kwetu sisi kama shirika la Boys Initiative Tanzania ni kuendelea kusambaza ujumbe na kutoa elimu, hususan kwa serikali pamoja na idara zake za elimu, wadau wa elimu, sera za elimu, lakini pia jamii kwa ujumla, kwa namna mtazamo unaochukua kwa mtoto wa kiume, lakini pia wito kwa wazazi. Malezi kwa watoto, utengano kwa wazazi, kutelekeza watoto, haya yote yanasababisha changamoto hizi ambazo tumezisikia leo. Lakini yote kwa yote, walimu shuleni wao ndio wanabaki na watoto masaa mengi. So tupaze sauti, tutumie uwezo tulionao kusambaza hii elimu ili mtoto wa kiume sasa na yeye awe katika mazingira salama, tukiamini kwamba yeye ni kaka, yeye ni baba, lakini pia yeye ni kiongozi wa baadaye. Tunapoongelea timu ya mpira Tanzania ama tunapoongelea kwa mfano viongozi, mtoto wa kiume na yeye ni kiongozi. Timu za mpira, kama mtoto wa kiume ataharibika kimaadili, maana yake hawezi tena kuwa mchezaji mpira au kalba yoyote au position yoyote ambayo anataka kuwa nayo, hawezi kuwa kama atabadilika kimaadili. So kama tunavyosema, ukimuelimisha mtoto wa kiume umemuokoa mtoto wa kike. Hata hizi ndoa za utotoni tutazikwepa, kwa sababu tu mtoto wa kiume atakuwa anajitambua, anajielewa, anajithamini, na atathamini hata dada yake, hata mwanamke wake, atathamini kila kitu kwenye maisha haya. Hatimaye kutakuwa na usawa ama kutakuwa na balance kati ya mtoto wa kike na mtoto wa kiume. Habari, naitwa Matias Kapenda, ni afisa tabibu. Leo tumeungana na Boys Initiative Tanzania kwenye maadhimisho haya ya mtoto wa kiume duniani ambayo tumefanyia hapa katika shule ya msingi Kibonde Maji pamoja na shule ya msingi Kizuiani. Kwangu mimi mambo ambayo nimeondoka nayo na nimeona ni vitu vya kuongeza nguvu na kupazia sauti. Kwanza uhusishwaji wa watoto wa kiume, lakini pia wengi tumekuwa tukiona na tunadhani kwamba watoto wa kiume ni wako imara, ni kama hawahitaji nguvu ya ziada, lakini tunasahau kumbe kuna wakati wao wana mahitaji pia ambayo wanahitaji wazazi, wanahitaji walimu, wanahitaji na jamii pia yatambue na iweze kuyafanyia kazi, kuanzia kwenye elimu, kwenye afya, lakini pia kuwalinda na kuwatunza. Tumesahau ulinzi wa watoto wa kiume siku hizi. Kwa ni jukumu letu sisi kama wazazi, kama familia, kama walimu kuhakikisha tuachi nyuma na tunaongeza pia ulinzi kwa watoto wa kiume. Tunaamini tukiweka watoto wa kiume kuwa salama, tumefanya familia kuwa salama.